Tukiwa kijiji cha Mlangoni wilaya Siha mkoani Kilimanjaro, tunakutana na mwenyekiti wa kijiji hicho cha Mlangoni, anaitwa Ezekiel Mloli. Ni mbakaji ambapo hii leo anashikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro kupitia kamanda wake wa mkoa huo, na mzungumzia Simon Maigwa. Amemkamata bana mtuhumiwa huyo ambaye anaitwa Ezekiel Mloli kwa tuhuma za kumbaka mwanafunzi wa kidato cha 4 na kumpatia ujauzito. This time tunapozungumza hapa, mtuhumiwa huyo ambaye ni mwenyekiti amekamatwa na jeshi la polisi na tayari kabisa kwa ajili ya upelelezi, uchunguzi, kuhakikisha kwamba anafikishwa katika vyombo vya sheria kama mahakamani na mambo mengine kama hayo. Kuna issue nyingi na story nyingi zaidi zimeibuka baada ya mwenyekiti huyu kumfanyia ubakaji au kutuhumiwa kumfanyia ubakaji binti huyu wa kidato cha 4, ambapo alikuwa anaenda kumaliza kidato cha 4 mwaka huu mwezi wa 11, lakini amefanyiwa ubakaji. Kuna story nyingi sana ambazo zinaendelea, na hii sio kwa mara ya kwanza kwa wilaya Siha kuripotiwa kwa matukio ya so ya aina hii, lakini matukio ya kusikitisha kidogo. Kama utakuwa unakumbuka, kuna kijana mmoja pia alipoteza maisha kwa kushinda kunywa pombe. So unaweza kuona pia issue kama hizi ziko vipi, lakini issue hii ya mwenyekiti huyu kumbaka mwanafunzi wa kidato cha 4 mpaka kumpa ujauzito, hii imethibitishwa. Na unaweza kujiuliza kwa nini mwenyekiti huyu ametajwa katika tukio hili ambalo ni ovu. Ametajwa baada ya binti huyu kumtaja baada ya mahojiano ambayo aliweza kuyafanya na jeshi la polisi. Yeye mwenyewe akamtaja mwenyekiti huyu kwamba ndiye aliyempa ujauzito ambao ni mkubwa sana kwa sasa hivi. Lakini swali linakuja kwamba ilikuwa kuaje baada ya kupata mimba hii, kwa sababu ujauzito huo ulikuwa na wiki kama 17 na siku moja hivi. Kwa hiyo unaweza kuona ni miezi kadhaa ambayo ilipita na hakusema kama amefanyia ubakaji. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa jinsi gani, lakini kulingana kwa mujibu wa sheria zetu za hapa nchini Tanzania ni kwamba ukilala hata kwa makubaliano na binti au msichana yoyote au mvulana ambaye ana umri wa chini ya miaka 18, hapo moja kwa moja wewe ambao umefanya kosa hilo ambalo kama uko above, yani uko juu ya miaka 18, basi wanakuhesabu kama wewe umefanya ubakaji. Kwa hiyo mwenyekiti huyu wa kijiji cha Mlangoni amefanya ubakaji na sheria pia itafuata mkondo wake. Kama akikutwa na hatia kwamba ni kweli na ikathibitishwa kwamba ni kweli alifanya ubakaji, basi kitakachofuata ni hukumu tu ya miaka 30 jela. Kwa hiyo unaweza kuona pia mambo yako vipi. Maoni yako ni yapi kwa viongozi kama hawa? Na tunaamini pia wako wengi sana, sema 40 yao haijafika. Unachukuliaje? Lakini vipi kwa ndugu zetu Siha kule mkoani Kilimanjaro ambao kumekuwa na matukio mengi na chi hapa, lakini kubwa zaidi usisahau na kusubscribe channel yetu ya BM Basha TV. Mambo vipi? Big up sana kwa wale ambao wamesubscribe channel yetu ya BM Basha TV. Na leo tunazungumzia ndio huyu hapa